Popote ulipo, hujambo na karibu kwenye mazungumzo yetu ambao tunawaalika wageni wa aina tofauti, kitengo maalum ambacho kinajulikana kama chini ya mnazi. Hii leo tuko na mgeni ambaye tutakuwa tunachanganua baadhi ya mambo ambayo amefanyika katika gatuzi la Isiolo hivi karibuni. Kwa hivyo basi usiondoke, kaa na sisi mwanzo hadi mwisho kwa sababu mambo ni mengi, masadio machache. Karibu tena zaidi Mheshi. Asante. Karibu Kamachu TV. Asante sana. Wasalimu watazamaji wote. Mimi nasema popote mlipo, na tumaini ya kwamba mko sawa, mko na afya na mko na amani. Nawatakia kila mmoja wenu siku ambaye ni siku njema yenye fanaka. Na labda kwa mtu ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, ujitambulishe pale. Mimi kwa majina naitwa Usman Sharif almaruf Auke, na nimewahi wania kiti ya ubunge eneo ya Isiolo Kaskazini kwa uchaguzi ambayo iliyopita, na bado pia niko na matumaini pia Mwenyezi Mungu akiniwezesha bado nitawania. Ndio. Ni kweli kwamba tuko naye Usman Sharif maarufu Auke. Anapenda kuitwa vile. Aliwania kiti cha mbunge Isiolo Kaskazini na bado 2027 anatambia kwamba atakuwa kwa debe, lakini hii leo hatuzungumzia hayo. Ni masuala tofauti ambayo tunayazungumza kuhusiana na matukio ambayo yameweza kutokea kaunti Isiolo. Mheshimiwa, kwa takriban 2 weeks ago hivi kuna mvua ambayo iliweza kunyesha na kila mahali ilikuwa imejaa maji. Yaani yale mafuriko yaliweza kufika katika maboma ya watu Isiolo mjini. Labda kwa mtazamo wako, kaunti yetu ya Isiolo iliweza kulichukulia lile jambo kwa namna gani? Wale ambao waliwadhirika, unaona kama response ilikuwa vipi kwa mtazamo wako kuhusiana na adhari kama ile? Kwa kweli kwanza mvua ni baraka kutoka Mwenyezi Mungu. Na hakuna mtu ako na ratiba ya Mwenyezi Mungu itanyesha lini na haitanyesha lini. Kweli. Lakini kuna kitu inaitwa kuweka mikakati ya kila jambo ambayo tunaona ya kwamba ni jangwa. Kitu inaitwa preparedness. Na wale ambayo wako kwa mamlaka. Ili dharura ikitokea kama hiyo mafuriko, wako na ile mapangilio ya kudhibiti na kuweza kusaidia wale waliathirika. Lakini tulioshuhudia ni ile response ambaye inatakikana kutoka viongozi wetu haikuwa vile inatakikana. Labda kwa sababu ni ulegevu kutoka viongozi wetu. So na mafuriko ambayo tulishuhudia si mara ya kwanza. Kabisa. Ilikuwa tangu kitambo. Na ile mbinu sasa wanafaa kuweka, wawachane na ile mbinu ya zamani na wabadilishe ile mbinu ambayo inatakikana. Kwanza kuna ile kitu inaita awareness. Kabla ya mvua kunyesha, wanafaa kuweka wananchi kwa ile hali ya tahadhari. Kabisa. Wale wanaishi kando kando ya mto, wale ambayo wanaishi kwa mahali ambayo inaonekana ya kwamba mfuriko ni njia ya mfuriko, wapatiwe ile ilani ya kuweka hawa katika hali ya tahadhari. Kabisa. Ndio ikinyesha mvua isilete maafa, kubomoa manyumba, ama kubeba hata mifugo. Kabisa. Ama hata kusababisha uhai ya binadamu. Kabisa. Ndio. Labda nani ambaye amerejea kazini hapa? Kwa sababu kama ulivyotaja ni kwamba si mara ya kwanza ama ya pili mafuriko kama haya kuweza kushuhudiwa maeneo kama vile Safi Estate pale Kabigalba na pia katika eneo hili la Soko Mjinga pale. Nani unaona kama kwamba amelala kazini pale kuhusiana na kuzuia hii maji kufikia mjini? Unajua kusema kweli, kwanza viongozi wetu wanapenda mahali maafa inatokea. Kwa sababu hapa ndio wanaona ya kwamba ni nafasi yao kabisa ya kupata pesa kutokana na hizo maafa, kama mfuriko, kama ukame, kweli, kama saa zingine hata moto. So
ulegevu ama ile weaknesses inatokana na hawa viongozi wote kuanzia governor, senator, women rep, wabunge ambayo walichaguliwa kutoka eneo hili pamoja na MCS pia. Kwa sababu hizi mafuriko ukiangalia kwa ndani nimesema ya kwamba si mara ya kwanza kabisa. Inaleta maafa na inaleta pia vifo. So mimi niliona ya kwamba tulipoteza kwanza nafasi ambaye ni ya maana wakati rais alizuru eneo hili, kwa sababu among issues ambaye viongozi wetu wanafaa kujadili na rais ni kuweka mikakati maalum, special program ya kudhibiti hizi mafuriko kabisa. Kwa sababu hili inaweza patia hawa nafasi ya kuongelesha rais, waseme ya kwamba ile pesa ambayo tunapata, ile mapato ya county haitoshi kudhibiti hizi mafuriko ambayo kila wakati inasababisha watu hame, zingine wameharibiwa hata makazi zao, malazi yao, wengine hata sehemu yao ya biashara, kwa sababu ikinyesha unaona ya kwamba hata katikati ya town yenyewe iwezi pitika. Wacha hata Bula. Watasema ni capital city ya Kenya. Ni capital city ya Kenya, mara wanasema sijini resort city. So hii tumepoteza kusema kweli nafasi ambayo ni maalum kueleza the head of the state vile hizi mafuriko ambayo inasababisha maafa na uharibifu ya mali mara kwa mara, lakini hiyo kwa bahati mbaya ijakuwa. Ndio. So wito wako ni upi mheshimiwa, kwa sababu we ni kiongozi ambao wanatumikia wananchi pia ni viongozi, labda ushauri wako ni upi ama shinikizo lako ni lipi kwa wizara ambayo inakabiliana na majanga kama, kwa sababu kuna pesa bazo huwa zinatengwa ya jangwa inaitwa Disaster Management Fund under county government. So mimi wito wangu ni kwa sababu unajua tuko kwa serikali ya ugatuzi, hawa wanafaa ile pesa ambao walitenga lazima watumie kwa njia inatakikana, na kama hazitoshi kutengeneza hizi drainage system, kwa sababu mimi najua ya kwamba haitatosha, kwa sababu hiyo drainage system inataka master plan, kwa sababu hiyo maji ni nyingi, na hata isiponyesha hapa Isiolo, ikinyesha kaunti ya jirani kabisa, hiyo maji inataramuka kutoka huko juu hadi hapa kwa hii town. So inataka master plan. Lazima viongozi wasione ama wasitumie maafa kama hiyo mtu ajiendeleze kibinafsi. Ile pesa imetengewa kwa hizo miradi ya hiyo Disaster Management Fund, kwa sababu mpaka siku ya leo sijawahi ona ya kwamba wale waliathirika kutokana na hizo mafuriko ya hivi majuzi wale wamepatiwa msaada. Hakuna. Kwa sababu mimi naona ya kwamba ni sawa kuna shida ya pesa kutoka hazina ya kitaifa, lakini hiyo huwezi patiwa wewe nafasi ya kutowajibika kutokana na ile pesa ambayo ilitengewa hizi miradi kama mafuriko na ukame na pia maafa ya moto kabisa. Ndio. So ni tujipange, pia wananchi pia wachukue tahadhari ambao wanaishi katika maeneo ambapo maji yanapita pia, kwa sababu kama mtu ambaye anajenga karibu na mto, unaweza kwanza hizo drainage system pia wananchi wanachangia pakubwa. Kwa sababu unaweza ona ya kwamba mtu anatoa taka kutoka boma lake anaweza maga kwa hizo drainage system. Wengi sana. Alafu wengine pia wakijenga wanatoa hiyo mchanga nyeusi, badala wanafaa kuenda kumaga kwa mahali ambayo ilitengewa kumaga, wanafunga nayo barabara. So pia wananchi pia wawajibike, wasione tu ya kwamba kwa sababu usalama wako inaanza na wewe. Usiseme ya kwamba hii ni jukumu ya serikali ama jukumu ya viongozi. Lazima hata wewe uwajibike kama mwananchi, uone ya kwamba hii mji ama hii town ni yako. Ni yako kwa sababu ile mtu muathiriwa ya kwanza ambaye anaathirika ni wewe.
Hawa viongozi wanatengeneza pesa kutokana na hizi athari ya mafuriko. So usipatie hawa chance. Lazima hata wewe uhakikishe kama wananchi unawajibika, ukoe na nidhamu, utunze ile mazingira unayoishi. Ndio. Ni wito mzuri kwako mtazamaji na mkazi wa gatuzi ila Isiolo kwamba tuchukue tahadhari pia kama wananchi. Na wale ambao wote waliathirika kutoka hapa Kamachu TV tunawapa pole zetu, na tunatumaini kwamba serikali itaweza kujitokeza na kuweza kutoa msaada kwa hizi familia, kwa sababu tegemeo lao ni kwao viongozi wetu na pia kwa Mwenyezi Mungu. So poleni sana. Tunatumaini kwamba mambo yote yatakuwa sawa. Tukiachana hayo mheshimiwa, tukizungumzia mambo ya Resort City, Capital City, tunajiita vile Isiolo Texas. Lakini siku za hivi karibuni mji wetu umejaa taka kila kona. Nini inaendelea mheshimiwa? Nani wakulamua pale tena sasa? Shida iko wapi na kaunti yetu? Mimi nakumbuka kuna wakati Kuti alikuwa governor. Tulishuhudia aliweka hizo kitu inaitwa litter bin kwa kila sehemu ya town. Lakini wale wana deal na hizo chuma kuku, scrap metal, ndio walibeba. Kwa sababu hata ile street light ambayo ziliweka wakati hiyo, unaona kwanza ni pesa ilitumika, gharama ilitumika kuweka hizo, na wale ambayo hawataki hiyo maendeleo walishukua hiyo nafasi na kutoa hizo mahali ya kuweka, mahali ya kuhifadhi hizo taka. So serikali ya county government, ile kitu wanafaa kuhakikisha, kitu ya kwanza wadhibiti hizi chuma kuku. Kwa sababu hata hizi mifereji ambayo tunaweka kwa maploti zetu hawasazwi, wanachukua hizo signboard ya barabara pia wanabeba. So lazima tuwe na regulations, especially the county assembly, wahakikishe ya kwamba wameweka sheria ya kupambana na wale wote ambayo wanatumia hizo kama taka ya chuma kuku kabisa. Kwa sababu how comes unatoa signboard ya barabara alafu unaenda kuuza, ama unatoa mfereji kutoka nyumba ya boma ya mtu unafanya hivyo, unauza. Ama mahali ya kuhifadhi taka mtu county government wanaweka litter bin unabeba. Street light mtu anaweka wewe unangoa. So we have the county assembly here. Kwa sababu lengo kuu ya serikali ya ugatuzi ni kujiendeleza na kuleta ile mabadiliko inatakikana kabisa. Hawa viongozi wetu kutoka wadi, the so-called MCAs, wako na ile mamlaka ya kuunda kabisa ile sheria ambayo inaweza dhibiti ndio town yetu ikiwe sawa. So hawa pia wamelala kwa kazi. Wamelala kazini pia. Kwa sababu ile sheria wanafaa kutunga. Tuseme kama sasa ni kucontrol hizo scrap metal. Wako na ile jukumu na wako na uwezo kabisa kuweka ile kudhibitiwa. Ndio. Na tunapozungumzia huo uchafu ambao uko katika maeneo ya town, kila mtu amenyamaza. Hakuna mtu ambaye anazungumzia hili swala pia. Kuna maafisa ambao ni wa mambo na afya. Na ndio kwamba nchini Kenya hivi karibuni kumekuwa na visa vya ugonjwa wa cholera ambao zimekuwa zikishuhudiwa nchini. Mbona kila mtu ananyamaza wakati town inazidi kuchafuka pale? Unajua kwanza ile kitu inaitwa uadilifu haitapatikana tena. Kwa sababu wakati wananchi wanaenda kufanya maamuzi hawajaweka ile maanani ni nani atakuwa mwadilifu kwao na nani hatakuwa mwadilifu kwao. Hata saa hii wananchi hakuna mtu analalamika. Kwa sababu gani? Wakati ulienda kufanya hiyo maamuzi, aidha umeshurutishwa na hawa vigogo kutoka jamii, the so-called elders, ama ulisema ya kwamba hii ni mtu yetu. Na ile ya tatu pia labda ulipatiwa ile senti ya kufanya hiyo maamuzi. So hawa viongozi wanaona ya kwamba unajua sasa kama uko kwa soko,
kama uko kwa soko, mimi nikikuletea ng'ombe yangu ama ngamia yangu ama mbuzi, nikikuuzia, natarajia maziwa hiyo ng'ombe ama ngamia ama mbuzi? Hawezi, shaenda hiyo. Sasa hiyo maamuzi yako wewe uliuza. Ndio kila mtu angalia. Tuko na wale watu wanajiita activist, women rights defenders, the religious leaders, the elders. Hakuna mtu anaweza zungumzia ile maneno ya uwajibikaji na uadilifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu anajua ya kwamba kile walifanya hapa kwa debe. So tunavuna tulichopanda kama wakazi. So watu mimi wito wangu ni kwa wananchi kwa jumla, across the political divide. Wale watoto ambayo ulisomesha ndio wako katika hapa kipaumbele ku defend hao viongozi. Na ili hali ukiangalia labda hata majority ya hao vijana walitoka labda hata Bula, mahali hakuna barabara, mahali hakuna dawa katika hizo zahanati. Unaona? Wajua mambo sio mazuri. Na sio mazuri. Lakini kwa sababu ya ile tu senti kidogo, the famous call inaitwa ni handouts. The handouts, yeah. Kwa sababu ya hiyo. So sisi kama wananchi kwanza tuwe watu ambayo ni wa kuona ya kwamba mtu ambaye kiongozi ambaye hatendi uadilifu, hiyo uadilifu baadaye hasara itakuwa tu kwa wananchi. Kwa sababu tuseme tuchukue tu mfano katika hizi mahospitali. Hakuna familia ya hao viongozi wanaenda katika hizi mazahanati ama katika hizi kutafuta matibabu kabisa. Hakuna watoto ya hawa viongozi wanaenda kwa hizi local schools. Hakuna. So sasa wewe ukikoa kwa social media unaandika ni watoto yako ndio wanaenda huko. Ni familia yenu ndio wanaenda kwa hizi hospitali. Kabisa. Hawa wako katika health insurance ambayo ni comprehensive. Mtu hata agongoje malaria sahi anaweza enda na helicopter, enda Aga Khan, enda Nairobi hospital. Wewe una nini sasa una defend? Kwa sababu ya kupata tu kidogo 1500. So sisi kama wananchi hasa wa vijana wetu wakuwe makini kabisa. Kwa sababu hawa viongozi watakuwa leo hapa, kesho watakuwa hapa. Lakini wewe unaishi hapa. Maisha na milele baka hadi ya kifo unaishi hapa. So lazima tujihadhari. Hasa mimi naapili kwa vijana ambayo wanatumia mtandao kwa njia mbaya. Just kusema ya kwamba hawa viongozi saa hii tuko katika ile hali ya service delivery. Kabisa. Mitandao wote sasa ukiangalia hizi ya social media ya jamii ya kijamii unaona ya kwamba watu walianza hata campaign. Mtu anasema ya kwamba huyu ako sawa, 10 bila break, wengine wanasema 5 fresh. Unaona at the expense of the larger voters. Kabisa. So hapa unajua vile nilikwambia hapo awali. Lengo kuu ya serikali ya ugatuzi ni kuleta mabadiliko na kujiendeleza pia. Kabisa. Lakini hapa Isiolo inaleta ufukara. Umaskini unazidi kuongezeka. Na hawa viongozi ambao wako kwa mamlaka wanateka advantage ya illiteracy level ya watu wetu pamoja na pia ile hali ya umaskini. Sure. Kwa sababu unajua sasa mtu akiwa katika hali ya maskini hana ile uwezo ya kusema hapana kwa viongozi ambao anawadhulumu. Anashabikia tu. Na ili hali ile huduma anafaa kupata ni haki yake. Kabisa. Lakini kwa sababu ya ile hali ambayo ako ndani ya maskini na kutujua pia ndio sasa anashabikia. Kwa sababu ukiona ya kwamba kila wakati tunafanya fundraising. Wananchi hawajui ya kwamba hii ni pesa yao ya maendeleo. Exactly. Lakini wanasema ya kwamba kiongozi ametusaidia, lakini hiyo ni pesa ambayo inaenda kwa miradi ya barabara, afya, usalama na kwingineo. Kabisa. Lakini kiongozi anaona ya kwamba afanye fundraising hapa pia yeye pia anaona ya kwamba ni advantage kwake, ni fursa kwake ya kupora mali ya wananchi. Na ni tabia mbaya sana na mtu ambao sio mzuri. Kwa sababu ukiangalia sasa tuko katika awamu wa 3 kwa serikali ya ugatuzi. Gavana ya kwanza, ya pili na sasa ni ya 3. Hakuna msingi ambayo unasema ya kwamba hao viongozi 3 wote waliweka. Unaona kama sasa hiyo kijinjio ya modern abattoir. Kwa mfano.
Gavana ya kwanza aliweka pesa. Ya pili aliweka pesa. Ya tatu pia aliweka pesa. Na waini hata. Alafu mpaka saa hii haifanyi kazi. So hii ndio kitu ambayo hata hawa MCAs wetu wanafaa kumakinika, waseme ya kwamba hasa hii Abattoir, kwa nini serikali ya kwanza waliweka pesa ya ugatuzi, ya pili waliweka, ya tatu yaweka, na haifanyi kazi. Na mimi kama mtu ya biashara, mimi najua ya kwamba hiyo kichinjio the modern Abattoir ambayo iko hapa itakuwa ni ya manufaa, lakini kuna mambo kadhaa kabla hii ya ifunguliwe ifanye kazi. Kuna mambo kadhaa inafaa kuwa, kwa sababu tuko na international airport hapa ambaye min ajili ya hii airport itasaidia hii kichinjio kusafirisha hizi nyama ambayo zitachinjwa hapa hadi nchi ya ng'ambo. Ya ng'ambo kweli. Kitu ya kwanza, step ya kwanza hii airport ifanye kazi. Ikuwe operationalized. Hiyo runway itengenezwe. Alafu ile miraa ambayo kaunti ya jirani inasafirisha hadi Nairobi ikuwe iregeshwe hapa kwa hii airport. Kwa hii airport. Na ile flower ya nchi hapa kaunti ya jirani ya Laikipia iletwe pia hapa. Kweli. So that hii kitu inakuwa fully operationalized. Na bado nitarudia kwa ile maneno yangu. Wakati rais alizuru hapa, tulipoteza nafasi 3 muhimu ya kueleza rais. 3 main key agenda. Na hiyo ni rais angesaidia. Ya kwanza ni ile mzozo ya shamba ya jeshi na wananchi. Rais ni amiri mkuu wa jeshi. He is the commander of all armed forces. And he is the only one ambaye ako na ile prerogative power ya kusema ya kwamba wajeshi warudi kwa barracks yao, watoke kwa ardhi ya wananchi. Hiyo ni ya kwanza, jambo muhimu. Ya pili ni maneno ya airport. Airport. Kwa sababu hiyo iko na shida ya runway. Nataka extension ya runway. Hiyo ni ya pili. Ile nyingine ni maneno ya usalama ambaye kila wakati inaleta vifo na inaleta hasara kwa wakazi wa hapa Isiolo. Kweli. Kwa sababu ukiangalia population ya Isiolo, mimi naweza sema bila hata kufanya utafiti, it does not require any scientific survey to certain ya kwamba almost 40% ni orphans in county because of senseless killings. Kabisa. Na ukiangalia wale wanafanya hiyo hasara ama wale wanafanya hiyo mauaji ni watu ambao wanajulikana at the level of security na at the public domain. Lakini wapi mtu anakunyang'anya leo mifugo yako, kama ni mbuzi, ni ng'ombe na ngamia, inajulikana mahali zipo. Lakini hakuna mtu anashughulika. Unaona? So hiyo ki agenda yote tulipoteza. Maneno ya safari ya rais ilikuwa tu ile maneno ya viongozi kupangana, walikuwa wahasimu yao wanapigana kelele, hivyo tu tulipoteza hiyo nafasi.